Kinachoendelea hivi sasa Ukraine ni sintofahamu kwa wananchi wa Ukraine kuhusiana na uvumi wa Marekani kuingilia umiliki wa vinu vya nyuklia vya nchini Ukraine. Hii ni baada ya mazungumzo yaliyofanywa kati ya Zelensky na Trump kwa njia ya simu, jambo ambalo lilimfanya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukanusha madai yaliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mazungumzo yao ya simu, akisema kuwa swala la umiliki wa mitambo ya nishati ya nyuklia ya Ukraine halikujadiliwa, licha ya kuwa bwana Trump alidai kuwa alijadili swala hili na Zelensky katika mazungumzo yao ya hivi karibuni. Hata hivyo, Zelensky alieleza na kusisitiza kuwa mada hiyo haikuwa sehemu ya mazungumzo, badala yake mazungumzo yao yalilenga tu hatima ya mzozo wa Ukraine na Urusi na hakukuwa na kujadili masuala ya nishati ya nyuklia wala nini. Huku kauli yake bwana Zelensky ilikuja baada ya Trump kusema kwamba aliona umuhimu wa kubaini miliki ya mitambo hiyo, jambo ambalo Zelensky alilikana kwa uwezo wake wote. Pia Zelensky aliendelea kusisitiza kuwa mazungumzo yao yalihusu uwekezaji katika kituo kimoja cha nyuklia na sio umiliki wa mitambo hiyo kwa ujumla. Kwa mujibu wa maelezo ya Zelensky, mazungumzo yao ya siku ya Jumatano yalijikita kwenye masuala ya ugavi wa umeme wa nchini Ukraine na mitambo ya nyuklia. Alieleza kwamba Marekani ingeweza kusaidia katika uendeshaji wa mitambo hiyo na kukubali kuwa uwekezaji wa Marekani ungesaidia kutoa kinga bora kwa miundombinu hiyo ya nyuklia. Hata wakati alipohojiwa na waandishi wa habari, Rais Zelensky alisisitiza tena na tena kuwa hakuwahi kutoa fursa kwa Marekani kumiliki mitambo ya nyuklia nchini Ukraine na kusema kwamba mazungumzo yao yalilenga hasa kwenye kiwanda cha nishati cha Zaporizhzhia na uwezekano wa uwekezaji wa Marekani katika kiwanda hicho, ambapo kiwanda hicho kinamilikiwa na wataalamu wa nishati wa Urusi na kiko katika mkoa wa Zaporizhzhia, mkoa ambao ulijiunga rasmi na Urusi baada ya kufanyika kwa kura ya maoni katika msimu wa vuli wa 2022. Lakini hadi hivi sasa Ukraine imekataa kutambua matokeo ya kura hiyo kwamba mkoa huo umilikiwa na Urusi. Sambamba na hayo, Zelensky alieleza kuwa ikiwa kiwanda hicho kitarejeshwa chini ya udhibiti wa Ukraine, jambo ambalo Urusi haitakubali, ila kinaweza kuwa mali inayoweza kuleta faida ndani ya miezi 12 hadi 18, yani Urusi kunyang'anywa tonge mdomoni. Hili swala halitawezekana iwe kwa ngumi au kwa mateke. Ikumbuke kuwa Rais Zelensky alisema kwamba Trump alimuuliza kuhusu Marekani kujenga upya kiwanda hicho na alikubali kujadili uwekezaji katika kuboresha kiwanda hicho, lakini hakukubaliana na swala la kumiliki mitambo hiyo. Na mnukuu, Rais Trump aliniuliza itakuwaje kama kutakuwa na uelewa kwamba Marekani ingeijenga upya. Nikamjibu, ikiwa unataka kuipandisha hadhi na kuwekeza pesa, tunaweza kujadili hilo na wewe, lakini mazungumzo yetu yalihusu kituo hiki pekee, Zelensky alisisitiza. Hapa tunaona kwamba Marekani siku zote ni mtu wa faida. Amesaini mkataba wa kuleta amani kwa kubadilishana na madini yenye thamani kutoka nchini Ukraine na bado anahitaji tena nyuklia iwe chini yake. Mara baada ya kuzuka kwa maneno hayo juu ya Marekani kuhitaji nyuklia ya Ukraine, waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright amesema kwamba Marekani haina shida yoyote kuchukua usimamizi wa mitambo ya nyuklia ya Ukraine na kuongeza kuwa nchi yake ina ujuzi wa kutosha kuendesha mitambo hiyo ambayo ilijengwa wakati wa Umoja wa Kisoviet, akiongeza kwamba Marekani ina utaalamu na uzoefu wa kiufundi wa kusimamia miundombinu ya nyuklia na inaweza kuhakikisha usalama na ufanisi wa mitambo hiyo. Wright alisisitiza kuwa kwa kuzingatia mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi, Marekani inaweza kutoa msaada mkubwa katika kuboresha na kudumisha mitambo ya nyuklia nchini Ukraine ikiwa fursa hiyo itatokea, akiongeza kuwa uwekezaji kutoka Marekani ungeweza kusaidia kukuza sekta ya nishati ya Ukraine na kuongeza usalama wa kimataifa katika muktadha wa vita na mgogoro wa Urusi na Ukraine. Mitambo ya nyuklia iliyojengwa na Umoja wa Kisoviet imekuwa chanzo muhimu cha umeme kwa Ukraine, huku Urusi ikilenga sehemu za gridi ya umeme zinazohusiana na utengenezaji wa silaha na usafirishaji wa kijeshi wa Ukraine. Hata hivyo, Rais Vladimir Putin alikubali pendekezo la Trump la kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine, na Zelensky akiahidi kusitisha mashambulizi ya ndege za kisasa za drone dhidi ya vituo vya Urusi, licha ya kuwa Ukraine ilikiuka makubaliano hayo kwa kushambulia kwa kutumia drones 3 katika vituo vya mafuta vya kimataifa nchini Urusi, hatua ambayo Urusi ilielezea kama uchochezi wa waziwazi, jambo ambalo lilifanya Urusi kutaka kuipiga Ukraine katika maeneo yake ya nishati na kijeshi kwa ndege
7 zisizo na rubani, huku bwana Trump akiwa kikwazo cha shambulio hilo. Mazungumzo zaidi kati ya Marekani, Urusi na Ukraine kuhusu kupunguza mivutano yanatarajiwa kufanyika mwishoni mwa juma hili. Katika mkutano wa waandishi wa habari, Zelensky alitangaza mpango wa kutuma wataalamu wa miundombinu ya bandari nchini Saudi Arabia ili kupata ulinzi wa mfumo wa usafirishaji wa kitaifa. Alisisitiza kuwa hakuwasilisha pendekezo la kumiliki mitambo ya nyuklia ya Ukraine kwa Trump, bali aliomba uwekezaji wa Marekani katika kiwanda cha nyuklia cha Zaporozhye ambacho kinaendeshwa na Urusi na ambacho Ukraine inakiona kama kilichukuliwa kihalali. Huku sababu za kutofautiana kwa taarifa kuhusu mazungumzo kati ya Trump na Zelensky bado hazijafahamika, kwani Trump anazungumza walijadili juu ya umiliki wa nyuklia ya Ukraine na Zelensky anapinga kabisa kuwa si hivyo. Ingawa ripoti za awali zimeonyesha kuwa Zelensky anapata changamoto mara kwa mara katika mawasiliano na maafisa wa Magharibi kutokana na kwamba kiongozi huyo wa Ukraine anapendelea kuzungumza Kiingereza, ingawa Zeleboy ana ufanisi mdogo katika lugha hiyo na aliacha kabisa kutembea na mkalimani, yani matumizi ya mkalimani au mfasiri kwake hataki kabisa. Hii inaweza kuwa sababu moja inayochangia mivutano katika kuelewa mazungumzo kati ya Zelensky na viongozi wa Magharibi akiwemo Trump. Ingawa anajitahidi kutumia Kiingereza Zelensky, na hivi karibuni imeonekana kuna matatizo ya mawasiliano ambayo yanaweza kuwa chanzo na chachu ya kuelewa vibaya kwa baadhi ya vipengele vya majadiliano na maafisa wa kimataifa. Cha kumshauri bwana Zelensky ni kwamba aache ubishi, atumie mkalimani, kwani ipo siku ataiuza Ukraine yote kwa mikono yake mwenyewe kwa kutumia hicho Kiingereza chake cha mchongo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.